Polepole wanamtafuta. Mnajua aliko? Nataka kuwaambia Watanzania, sijui. Hizi ni nondo za habari kutoka Kimgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya Mwalimu Nyerere Foundation, Mzee Joseph Butiku, amesema hana taarifa zozote kuhusu alipo aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Malawi pamoja na Cuba, Humphrey Polepole, kinyume na madai yanayosambaa kwenye mitandao ya kijamii yanayodai kuwa anafahamu au anajua kilichompata. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo jijini Dar es Salaam Januari 19, Mzee Butiku amesema kuwa ni kweli aliwahi kuzungumza na Polepole mara kadhaa hapo awali kuhusu masuala mbalimbali ya kitaifa, ikiwemo uchaguzi mkuu pamoja na dhamira ya Polepole ya kujiuzuru nafasi yake ya ubalozi, lakini mawasiliano hayo hakumpa taarifa yoyote kuhusu alipo kwa sasa. Ameeleza kuwa mazungumzo ya kwanza yalihusu changamoto alizokutana nazo Polepole alipokuwa akifanya kazi nchini Malawi kabla ya kuhamishiwa Cuba. Katika mazungumzo ya pili, Polepole alieleza mtazamo wake kuhusu mchakato wa uchaguzi, hoja ambayo Butiku alisema hawakukubaliana kutokana na athari zake kwa uongozi wa nchi. Mazungumzo ya tatu yalifanyika kwa njia ya simu, ambapo Polepole alimueleza kuwa anaona ni vema kuachia kazi endapo ajenda aliyokuwa akizungumza isingekuwepo, jambo ambalo Butiku alimshauri afuate dhamira yake binafsi. Butiku amesisitiza kuwa hakuwahi kuombwa ruhusa wala kushirikishwa katika maamuzi ya kujiuzuru, akieleza kuwa yeye hakuhusika katika uteuzi wa Polepole kuwa balozi. Aidha, ameongezea kuwa tangu wakati huo alikuwa akimuona Polepole kupitia mitandao ya kijamii pekee. Kwa upande mwingine, Butiku amesema kuwa ameona pia, kama ilivyo kwa watu wengine, madai yanayohusisha tukio la damu katika nyumba ya Polepole, lakini hakuwahi kumuona yeye binafsi wala kupata udhibitisho wa alipo. Ameeleza wasiwasi wake juu ya hali hiyo, akisisitiza kuwa ni jambo zito kwa taifa endapo raia wake wanaweza kupotea ama kutoweka bila maelezo ya wazi, hali ambayo haiwezi kukubalika katika nchi inayoheshimu haki na usalama wa wananchi wake. Polepole wanamtafuta. Mnajua aliko? Wewe unajua aliko? Wanasema mimi najua. Nataka kuambia leo sijui. Ndio. Kwa sababu mnaeneza kwenye mitandao. Nataka kuambia Watanzania sijui. Lakini nilisema naye mara mbili hapa. Mara ya kwanza ananieleza shida zake alizopata kule kwenye kazi Malawi, mwisho akahamishwa akaenda huko. Uniacha niseme hii ni mchango katika mazungumzo haya. Mara ya pili akaja anasema kusiwe na uchaguzi. Mimi nikamwambia kama hakuna uchaguzi hamtakuwa na rais. Kama huna rais, nani ataongoza nchi hapa? Si ni vacuum kama mchagua leo na uchaguzi ndio rais anapatikana. Kama haupo, nani anaongoza nchi yenu? Concepts za no reform no election. Matatizo ya reform na uchaguzi katika nchi vyetu yapo. Lakini kuzuia uchaguzi ili msipate viongozi, it's a very serious thing. Then nchi inakuwa ina vacuum. Na sasa hivi na vacuum kwa sababu kuna ubishi kwamba huyo sio rais, sio nini. Mara ya tatu atukubania akaenda. Mara ya tatu akafika huko akaniambia. Aliniambia kwenye simu, mzee, kama ile agenda haipo mimi naona niache kazi. Nikamjibu maneno haya, fata dhamira yako. Nilimwambiaje? Fata dhamira yako. Asiniombe ruhusa kama anataka kuacha kazi. Mimi sikumchagua. Fata dhamira yako. Tangu wakati huo nilichomuona ni kwamba yuko kwenye mitandao. Mwisho nimeona kwenye nyumba yake wanasema damu yake ni hii, lakini sikumuona yeye mwenyewe. Sijui alikwenda wapi. Mnajua aliko? That is a serious thing. Hatuwezi kuwa na nchi ambayo raia wanapotea
Hii ni briefing yenu, lakini tutazungumza kwenye kakarata. Hii ni briefing. Narudia, hatuwezi kuwa na nchi ambako raia wake wanapotea, wanaburura, wanapotelea vichakani. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.